Mwanaume akirudi kazini, akiingia, kipiga hodi, unamkimbilia. Unamvua kiatu, unamvua socks, unampa penzi la kutosheka. Baridi baba. Sina tara ndugu yangu. Siku silali na kukumbuka itoto mbichi tu. Jamani. Mimi mama nitampa zawadi gani mimi jamani? Toto katoa chombo nang'ang'ania watoto wadogo kumini nipo ndugu yangu. Hivi tuseme ipate bibi mpenzi wangu. Unanifanya mimi nizidi kufurahi sana. Ile msichana anata kitu. Watoto wa 2000 unawajua? Hawajui mapenzi. Ndio. Mapenzi yao ya papala. Wewe ukifika kwangu mwenyewe utalewa. Mimi nitakulea mwanangu, nataka nini chochote mimi nakupa. Jamani. Magonjwa kibao sasa hivi. Natafuta magonjwa bure, mamako kuzaa vizuri, kutana na watu kama sisi. Ndio. Unapata penzi la kutakata. Na watoto mtawapata. Nani mpenzi wangu? Wale mimi mpaka yule mimi mpaka mimi nampenda ni kwa sababu kitu kimoja. Yule nataka mimi anizalie tu watoto. Kwa sababu kwako nisiweze kupata watoto. Dali. My sweet. Kuna mtoto. Hapa nina watoto wawili, hata ukitaka mapacha unapata. Ndani huko. Ukigonga tu watoto mapacha wawili. Nataka dume au wa kike tu. Nataka dume na jike. Wako tayari hapa mwanangu. Mambo barida. Barida kabisa. Sema unajua kunikosha. Niko tayari kwa kila kitu juu yako. Unanionaje ndugu yangu? Sasa kuhusu hela mimi tena kule silibidi kae kule nitafuta tena hela. Mambo mengi bibi, ndio mimi ati bibi mimi nasahau mwenzio. Hata kama hakuna hela, penzi lina hela ndugu yangu. Achana na mtoto yule. Asikusumbue bure. Anakuwekea usiku tu. Ndio. Nikilala sina hata raha. Watoto wa 2000 wana nini hawa? Magonjwa kibao magono hao. Usiseme hivyo sasa, amefika. Acha mpenzi wangu. Unafanya nini na huyu bibi hapa? Kuna vitu kidogo bibi najaribu kumsaidia kwa sababu kama unavyonifahamu mimi ni mwana psychology kitebo. Physics, mathematics. Lakini sasa huyu bibi ana shida. Hizo shida za bibi zinatakiwa bibi wasaidiwe. Hivyo nilikuwa nawaza hapa najaribu kuongea naye kama kutakuwa na uwezekano. Nikae naye pale nyumbani kabisa. Hapana mpenzi. Unajua kuna step mtu anakaa, unajua kabisa huyu wanaongelea kuhusu nini. Asa mpenzi, anafaa kukushika mabega hivi. Umetulia. Sasa usibibi kama bibi wengine tu kwa shida gani? Na wewe unaona hivyo hata watu wazee kama hao waliochoka. Jamaa ustari kashachoka mimi wa nini? Jua, nyinyi wanaume mchelewagi kabisa. Kweli ndio, lakini sio kwa bibi kama huyu usikashachoka tayari. Huyu kuna mambo na msurubu kwenye maisha yake, akili mwake. Hapana. Sio bure. Kwa huyu sasa. Sio hivyo, mwambie ukweli mimi ni mpenzi wangu. Karibu sasa. Ocho. Na mimi wa kwangu huyo. Usiondoke. Usiondoke bwana, usiondoke. Yaani bibi, mpaka natoka huko, jua ameniuma kwenye moyo wangu. Hivi bibi, na umri huo, uende kutembea na bwanangu? Hapana, yaani sitaki kuamini kabisa. Yaani mpenzi wangu mpaka akija nyumbani kabadilika. Hatuna amani kabisa. Yote hayo kwa sababu ya wewe Bi Mkole. Hivi bibi, kwa wewe mwenyewe ukiangalia, unanitendea sawa? Inauma bibi. Mwache bwana basi. Mwache. Lakini si bure. Kuna kitu umefanya bibi.
kuna kitu umefanya. We bibi Mwanga, umemroga mpenzi wangu. Basi mrudishe kidogo angalau aje kwangu. We binti. Hey. Kwanza nikome, umesikia? Kama upati mafunzo ya kumlea mume wako. Wanaume wenzao siku hizo wanawalilia. Mwanaume akirudi kazini shati mbembeleze, umpokee. Nyinyi mnamfanyia papara tu. Mwanaume atalizika. We msichana. Hey. We binti. Tena ukome kabisa. Maisha yenu ya sasa hivi hamuwajali wanaume. Mwanaume akirudi kazini, akiingia, kipiga hodi, unamkimbilia. Unamvua kiatu, unamvua socks, unampa penzi la kutosheka. Baridi baba. Hujui chochote. Mlaumu mama. Haja kufanyia mambo. Mumewe mimi sijamloga. Anapenda nyasi mapenzi bure. Maisha yangu sasa hivi naona siyawezi. Nimeamua bora nijinyonge. Kwa nini nipate shida? Afadhali niondoke dunia, watu wapate kufurahi. Maisha yangu kwa kweli siyawezi. Nikaribie tu nitafute sehemu. Asipoonekana Otto lazima nijinyonge. Ninampenda Otto kupita kiasi. Moyo wangu wote umeishia kwa Oscar jamani. Badali nijinyonge nife. Bibi. Hivi bibi unakisikia kweli unachokisema? Hiki ninachokisikia akilini masikioni mwangu ni sahihi kweli? Hivi kweli bibi wewe wa kwanza kulalamikia mapenzi? Afu bibi, unajidhalilisha. Angalia sehemu uliopo. Uko hadharani kabisa eti unaanza kulalamika mapenzi utajinyonga. Bibi, unajidhalilisha wewe. Na sio wewe tu. Unadhalilisha familia yako. Wewe mtoto. Mapenzi hayana mwisho. Mapenzi hayana mtoto wala mzee. Umenielewa? Mimi mtoto yule ananilisha. Kama akipotea, mimi najinyonga. Watoto wa 2000 wana magono mengi, ndio maana mpate vijana wa kutulia nao. Lakini sisi wazee hatuna matatizo kama haya. Kwa heri. Magonjwa mengi, kwa heri. Kwa heri. Ajinyonga, mimi nitajinyonga kwa ajili ya Oscar, nitajinyonga jamaa. Yaani dada, nimekuja hapa yote ya kwa sababu ya bibi yako, yule Nyamkole. Hivi, umri wake yule na wangu ni wakushia mpenzi mmoja kweli? Ase, yani kwanza sasa umekuja hivyo, umepaniki mwenyewe. Yani hapo kwa fupi hatutaelewana. Umekataa hata kukaa kwenye mkeka. Naomba unisikilize. Yani unatakiwa utulie kwanza ili tuongee vizuri. Hapana. Hapana dada. Jaribu tena kukaa na bibi yako mueleze. Yani kuhusu hilo limeshashindikana. Labda mimi cha kukusaidia wewe. Nikutafutie hela kwenye ile nyumba uame kwa ufupi. Nikakutafutia sehemu nyingine mzuri tena yenye viwango ukaendeleze maisha yako. Dada, yani ni hame mimi mwenye bwanangu badala hame bibi yako ambaye ndo kaniingilia. Hivi, unajisikia unavyoongea dada? Yani sio shida kuongea na bibi. Bibi tunaongea naye lakini haelewi. Bibi amekuwa kichwa ngumu.
Bibi hakuna anemsikiliza. Yaani kumwambia ni sawa na kutwanga maji kwenye kinu. Hapana. Yaani bibi yako anaboa. Bibi yako anaboa dada. Unapaswa tu kunisikiliza, sawa? Ni kitendo cha kuongea naye taratibu. Nitamkalisha chini atanielewa. Bibi kwa ufupi anatutia aibu. Haelewi, hasikii, kashakuwa kichwa ngumu. Tumeshaongea tumemaliza. We mtoto. Koma. Yaani kila saa habari ya kuongelea habari ya mwanaume tu kwa nini? Mzee nani? Mimi piskali mnaniona hapo unaniambia mimi mzee. Mzee mama yako nini? Bibi unatutia aibu. Aibu gani mnayoatia nyinyi? Hebu muangalie kwanza huyu mtoto. Binti mdogo kabisa huyu. Sio wa kushare naye wewe mapenzi. Yaani ameacha shule kwa ajili ya yule mwanaume. Alafu leo hii unakuja kumkatili. Ndio nini unafanya sasa bibi? Ni mwenyewe yupo. Samahani mama. Mwanangu, naomba samahani. Nisamee mimi. Kiwezekana niwe mke wa pili. Haya. Umefly sasa Umefly unavomtesa mtoto watu, unamnyima amani yule binti bibi. Wewe mtoto sikiliza, umesikia? Usinipande kichwani. Ocho kila siku analeta hapa mafuta, mchele, sukari, nyama, kuku unakula wewe. Vinatoka wapi? Alafu unaniambia mimi nimuache yote. Utakula nini hapa? Sasa sio kwa kutembea na mume wa yule bibi, una shida gani lakini? Basi nakuomba nenda kaniombee msamaha kwa yule rafiki yako. Mwambie mimi niwe mke wa pili. Unaona sasa? Yaani toka nimeanza kuongea au toka tumeanza kuongea hamna hata ulichokielewa wewe. Unatakiwa ufungue masikio yako uelewe, ujue nini tunakimaanisha. Hivi lini utatuelewa? Mbona nikera sana mimi bibi? Sikukeri. Mimi mwanamume nimeshampenda. Utaniambia nini? Yeye kaolewa na mimi nitaolewa, kwa taarifa zako. Sikia bibi, kupenda sio shida, ila unatakiwa kutafuta mwanaume ambaye anafanana na wewe. Tafuta level zako. Wa kutoka wapi? Nishampenda yule na nitakuwa naye mpaka kufa. Unanielewa? Wewe unaona unanikela na hautakuja kunielewa. Nenda zako huko, mpumbavu wewe. Achana na mimi. Kwenda zako. Watoto sasa hivi hawana hata akili. Hawajui hata mapenzi. Mimi naleta chumvi, naleta nini anakula, eti ananiambia, "Eti wewe kwa nini unataka kuolewa, unatia aibu?" Aibu mimi nimevaa chupi, nimetembea uchi, nimefanyaje? Ende zake huko. Kwanza nitoke niende nikamtafute mchumba wangu wote. Wewe. Kunguni mwenye mguu mmoja wewe. Njoo hapa. Haya, unataka kunikimbia, unataka kwenda wapi? Unataka kunikimbia, unataka kwenda wapi? Uko wapi unataka kwenda huko? Hivi mdogo wangu ana matatizo gani? Yaani sasa hivi mguu wa shule umekata kabisa, umekata. Unataka kwenda shule. Unamkimbizia wewe mwanaume Ochu. Ochu atakupa nini wewe? Alafu isitoshe, wewe na yule bibi kugombania mwanaume? Yaani kabisa unakombania mwanaume na yule bibi. Yule bibi afikia kapitia wanaume wangapi mpaka umri alofikia? Akija akikupa malazi wewe yule Ochu. Hivi mdogo wangu ana matatizo gani lakini wewe? Dada, ukitaka nirudi shule kwa heti langu hilo moja, mimi mpaka nimpate Ochu aniahidi kwamba nikimaliza shule ananioa.
Akupe ahadi. Ndio. Hivi unataka kama Ocho na mwanamke? Hilo nalijua toka kitambo. Alishaniambia. Na ameshatalikiana toka muda sana. Ocho hajaachana na mkewe. Mkewe bado anaye na akirudi ndoa inaendelea. Sasa nakushangaa kibiti upele mgombania mwanaume na ule mzee. Sitaki kujua hilo. Mimi nampenda sana Ochu. Unampenda Ocho? Ndio. Nakwambia shule utarudi. Mimi sirudi. Utaachana na Ocho nakwambia. Simwachi ba. Simwachi. Mimi nani yako? Najua wewe ni dada. Sasa nakwambia hivi, kama mimi ni dada yako, huyo Ocho utaachana naye. Simwachi bwana dada, kwani unielewi? Mimi kumbe simwachi Ochu. Utaachana na Ocho. Utaachana na Ocho. Usinivuruge ujue wewe. Simwachi. Aisha. Usinivuruge. Mimi napenda Ochu, simwachi. Aisha. Yaani ninakushukuru sana kwa kumkazania mdogo wako kuamwache yule mwanaume wote. Na mimi nampenda kweli yote. Na sasa ndio atanioa. Ana wote ni mume wangu. Hivi bibi una akili timamu kweli? Unaniambia sina akili? Hivi bibi, yule Ocho si mjukuu wako? Kwa umri huo ulitakiwa yule Ocho mfanye mjukuu wako na umri huo utakao olewa jukuu zako. Wewe kutembea na mjukuu wako? Koma. Mjukuu kama nani wewe? Yule mume wa kunipa penzi. Na mjukuu wako tu yule? Yule mjukuu kwa taarifa yako namlea Ocho. Eti namlea Ocho? Namlea Ocho. Bibi wewe Ocho. Ndio maana mdogo wako umemwona? Unamfukuza mimi sini nikae mimi. Kwanza nisikilize. Kuhusu mimi mdogo wangu hayakuhusu. Wewe fanya mambo yako. Umenielewa bibi? Na kuanzia leo kutapo leo sehemu yote naomba uniogope. Kufanya. Kuna habari? Kaangalie kazi kazima ovyo. Kaangalie. Ujiangalie mwenye uliopasuka hapo kuja kumwambia mdogo wako achike. Wewe na kusuni kwani si mdogo wangu? Bibi mzima ovyo. Nakwambia mwangalie. Sio nikupelama kaji wala kiama kwenda huko. Muangalie vile. Toka tena na mimi. Bibi mtu mzima ovyo. Olewa. Mzee. Ninakuita mzee. Mimi? Mimi ndo umeniita mzee, ni sijakuelewa au kuna mzee mwingine hapa? Wewe hapa tuko wawili, umemwona nani mwingine hapa? Unavutizama yako. Nashangaa. Hivi kwa mtazamo wako unavyojiona wewe na mimi nani mzee? Wewe ni mzee. Osha kujiangalia kwenye kioo kweli? Utajiangalia mara ngapi? Nilipotoka nyumbani nishajiangalia mimi sikali. Mimi kidogo mzee utakuwa umechanganyikiwa. Sijachanganyikiwa kiakili. Bali nimechanganyikiwa na upili wa mume wangu. Unashangaa nini? Haya sawa. Una shida gani? Mimi shida yangu na upili wa mume wangu. Ameondoka na wiki sasa sijamuona. Wewe bibi nayo na upwilu? Kwani mimi sina upwilu, sio mwanamke? Wewe unabaki ya kushangaa tu. Sawa. Huyo Ocho. Mimi namjua. Labda tunaweza tukaongozana nikupeleke alipo. Ni leo au baadaye? Sasa hivi au ulikuwa unataka saa ngapi? Mimi nimekwambia kuwa utanisaidia wakati wako. Kama nimesema sasa hivi niko tayari twende. Mimi na upwilu. Nifuate sasa mnapoenda. Una upwilu na mume wako sio nakupeleka huko. Hata wewe mimi na upwilu na wewe bwana. Kwa nini una upwilu na mimi na mume wako? Hata wewe. Mimi vipi sasa? Wewe baba yani kama unataka kunicholesha hivi? Hebu niache kwanza. Makumbatio sasa ya nini sasa? Hapa sasa kukumbatiana nini barabarani? Hebu wewe bibi usinicholeshe mimi hapa sasa hivi barabarani. Mimi na upwilu wa mume wangu, hata wewe pia. Hata wewe. Kwani wewe sio mwanaume? Hebu kwanza hivi. Wewe umerogwa. Hebu wewe shida yako silikupeleka kwa bwana wako. Hata wewe na upwilu na wewe. Mimi bwana wako. Yaani unataka kunicholesha kila mtu apita anaangalia mimi na kizee kama wewe. Konda kuchawia nini? Mwanaume siwezi kutembea na bibi. Wewe mimi sio bibi, nimekwambia mimi piskali. Bibi yako nyumbani na mama yako. Wewe una piskali gani bwana wewe? Vipi wewe? Kuchawia sasa hivi.
Kama kaa. Bibi. Ndio hapa tumefika. Kwa vipi tena mwanangu, mbona wazee kwenye chimbo vipi, kuna nini? Mzee? Huyu sio mzee, labda ajitambulishe mwenyewe. Wa bibi kabisa huyu. Nani mzee? Mzee mama yako na bibi yako. Mimi si mzee. Au vipi? Mimi piskali. Unashangaa? Mimi ndo niambia hivyo nilikokutana naye huko. Au piskali? Kwa mimi nimekutana naye huko mjue. Anipalamia anasema na maukuyu msio na manini, maana nimewaletea kidogo mshinatu hicho. Au unajua nyia mfeli. Sema nini? Baridi mwanangu. Hapo unatisha. Mkubwa. Choma ndani. Choma ndani kuna mlango kalala huko. Wewe choma ndani. Choma ndani. Ndio hii. Kwa choma ndani utamkuta huko bwana wako, utamchukua utaondoka naye. Choma ndani? Mimi nimemtafuta mume wangu na ukuru nayo. Nimemweka huko kalala. Choma ndani. Choma ndani. Poa. Mbona umetuletea chizi mwanangu hivi au? Choma ndani. Si. Chizi yo. Wewe. Umeshindwa? Mimi piskali mwenyewe. Au sio? Mimi nimwambia wanangu. Kwa wale unajua anawaektia mjue mzima tu ule. Au sio? Anaekti. Maana kile mama au sio? Sasa kumbe nini? Oa, tunamtafuta. Lazima tumtafute. Lazima ajae kwenye mfumo tu. Au sio? Sema baridi wewe mwenyewe mtani. Hapa tu wanangu. Atajaa mtani pale. Niishi kwa damu au kwa maji atajaa kwenye mfumo. Oa alikwambia uko na maupimu, wonka nistua hapa alipalamia nishika humu. Au sio? Hii bundu au? Lazima atajaa. Yaani mimi tabia ya mama sasa hivi yaani kiukweli imenichosha sana. Yaani mama amekuwa ni wa kutuzalilisha kila siku, yaani kila itwayo leo. Akipita mtaani ni Ochu. Akifanya hivi ni Ochu. Mimi nitajinyonga kwa ajili ya Ochu. Hivi kweli jamani? Mbona tunazalilika hivi? Yaani sasa hivi ndo kabisa hata akili haifanyi kazi. Ni kweli anachokiongea. Na siku zote unaniona mimi nipo kimya hapana. Sio kwamba sioni, mwenyewe naona naumia vile vile. Sawa. Lakini wanakuambia kwamba mtu mzima anapozidi kuzeeka, akili yake urudi utotoni. Kwa hiyo huenda hata mama yetu hapo umri ule umefika, akili yake inarudi wapi? Utotoni. Sasa basi, katika akili yangu nilikuwa nimefikiria, nilitamani nimtafutie mzee. Nilitamani nimtafutie mzee wa makamu yake niweze kumuozesha. Afunge ndoa na mtu mzima. Akishafunga ndoa na mtu mzima hapo huenda atatulia. Isikupe shida sana kuhusu wewe Ochu. Kuanzia sasa hivi. Ochu nishamfanyia vijana. Nishaagiza vijana waweze kumuoa. Wewe kuanzia sasa hizi utasikia habari za Ochu, utasikia habari za mimi. Kwa sasa hizi hapa ni mwendo wa kimya. Mimi kwa jinsi ambavyo alikuwa anaenda anaongea huko. Sijui ni amani gani ninayosikia hapa moyoni. Lakini kuwa makini, sije kaa kuna mtu alikuona. Maana itakuwa ni balaa. Tayari. Kafanya nini? Sasa pale kaanguka njiani. Sisi tunamkuta njiani. Kaanguka njiani? Ya tulikuwa tunapita tunaelekea hivi. Mama? Mama. Ni sehemu gani kaanguka msema? Kuta tu njiani hapo. Sio nyayo ile kwa tunapita kuna mtu anatafuta huko. Kwa tumepita hapo road tumemkuta kaanguka. Umeona sasa kaka ili balaa? Asanteni sana. Asanteni sana. Hamna shida. Haya, pamoja. Sisi tunaenda bwana. Unaona kaka balaa hilo?
Mama. Sasa unatuaibisha wanao. Shida nini? Mama. Salama wangu mpaka nimuone wote jamani. Mimi hapo ndo ninapoishiwa pawa. Yaani we bibi, kunifuatilia mtaani huko, huliziki. Unavyonitia aibu. Ukaamua uje paka kwenye hii maya ya uchu wangu. Hivi bibi, unataka nini wewe? Unaona, nashindwa kukumudu. Na kuheshimu tu, tafadhali. Usitake niivunje heshima yangu juu yako. Haya hapo umefuata nani? Wewe mtoto koma. Mimi nimemfuata Ocho, mume wangu. Mume wako Wewe hujui? Haya kama ufuata mpenzi wako, tafuta kote fungua huko iliko. Ingia ndani, ufungua mlango ndani utamkuta. Sitafuti funguo, mimi naingia tu huko ndani. Yaani wewe bibi umechanganyikiwa. Umechanganyikiwa kabisa. Ukijiangalia wewe ni wakushiana mimi mpenzi mmoja. Nani kachanganyikiwa? Wewe hapo. Hivi mtu anachanganyikiwa kwenye mapenzi? Wewe hujui? Wewe vipi? Yaani bibi, laiti ungejua. Sio bibi yako nisha kukataza. Yaani wewe ndio sababu ya mpenzi wangu Ocho kupotea. Nampotea Ocho? Nimempoteza mimi? Mimi namtafuta. Hata kama ukimtafuta, wewe ndio unaleta bulukushani zote hizi. Kwa nini humwachi? Nimwache wakati nimempenda? Nakwambia mwache Ocho wangu bibi. Wewe, nitakushushia. Wewe. Nyinyi kwangu na makelele yote hayo shida nini? Nyie wachawi? Nyie wanga? Yaani makelele mtaa mzima, mimi tangu nipo huko nasikia makelele yenu nyinyi. Afu mmekuja kupigia makelele kwangu. Mnatafuta nini? Mimi nimemfuata Ocho mume wangu. Ati? Nimemfuata Ocho mume wangu. Mimi ni mtu wako wa pili. Labda bibi sijakuelewa vizuri. Kwamba hapo umekuja kumtafuta nani? Ocho. Usikii? Kwa hiyo hapa kwangu ndo mnamgombania huyo wawala yenu Ndio. Wewe. Tangu lini umeanza mazoea na utu? Kwa paka akitoka mapanya mnajitawala. Yaani mnafanya mnachojisikia nyinyi, sio? Afu msichojua mimi hapa akili yangu imevurugwa kuliko nyinyi mnavyonifikiria. Na wewe. Kumbukeni mpo kwangu naongea kwa mara ya mwisho. Nitawachanganya kaa zege sasa hivi. Naomba muondoke. Kila mmoja namjua, nitamtafuta kwa muda wake. Bora ndugu yangu nimekutana na wewe. Yaani kitu kinanisumbua sana katika kichwa changu. Yaani mwanangu ananisumbua sana. Sana. Yaani kila nikimwambia nenda shule, hataki kwenda. Kila nikimwambia nenda shule hataki kwenda. Saa nyingine akitoka hafiki shule. Sijui mwenye anaendea wapi. Sasa nikajitahidi kuchunguza sana, nimejitahidi sana kuchunguza. Nikaja kugundua anatembea na mdogo wako. Ocho. Huyo. Na huyo Ocho kuna mzee anatembea naye. Hapo kwenye huyo mzee. Yaani unavyoniona hapa, kichwa changu hakielewi. Yaani ni unajua kuvurugwa, kuchanganyikiwa. Ubongo kukorogana na maji. Ndo hapa. Na siku ya 3 mdogo wangu Simoni nyumbani. Ametoweka. Tetesi ninavyozipata kwamba amepigwa risasi. Sababu ni huyo bibi. Huyo bibi kizemba au mimi mwenyewe dada yake na Ocho bado kwangu ni bibi. Naweza kumuita wifi kweli? Inawezekana? Inaingia akilini? Kwa hiyo huyo bibi sijui kamfanya nini mdogo wangu, sijui kamlisha mdudu gani, sijui kamchanganya na kipi mpaka mdogo wangu kichwa chote hakielewi, ni kikongwe. Si unanielewa ndugu yangu?
Yaani hapo kuna kitu. Kuna jambo. Hapo kuna kitu. So bure. Kuna jambo. Na taarifa nazozipata kwamba mdogo wangu amepigwa risasi. Tetesi hizo. Hatari. Sasa hapa ndo nataka niende serikali za mitaa nikatoe taarifa ili mdogo wangu apate kutafutwa. Natafutwe na huyo kikongwe ambao mimi dada yake na Hochu. Bado huyo kikongwe kwangu ni bibi. Naweza kumuita wifi kweli? Inawezekana? Inaingia akilini? Kwa hiyo huyo bibi sijui kamfanya nini mdogo wangu, sijui kamlisha mdudu gani, sijui kamchanganya na kipi mpaka mdogo wangu kichwa chote hakielewi ni kikongwe. Si unanielewa ndugu yangu? Lazima kuna jambo. Haiwezekani. Kuna jambo. Sasa anaanzaje kuwa wifi huyo? Inaelekana kweli hicho kitu? Kwa hiyo yani nimevurugwa, huyo bibi anamchanganya mtoto wangu, sijui kampa kitu gani, sijui kamlisha dudu gani ambao hata mdogo wangu mimi asikii, anahangaika na huyo bibi. Si unanielewa hapo? Yaani hapo kutakuwa na kitu hapo. Kuna kitu. Ndio maana na mimi nachokitaka, nataka nifuate sheria. Niende serikali za mitaa, nikatoe taarifa ili mdogo wangu apate kutafutwa. Kwa sababu nikisikia chochote kimempata mdogo wangu sitoelewa kabisa. Yaani chochote kibaya, sivyo amekufa, amevunjika, amefanyaje, yani sitaelewa. Yaani hapa ndo nipo kwenye mhangaiko, sijui nampata kona gani. Nimeona bora nianzie serikali za mtaa. Basi ndugu yangu, kitakachoendelea utaniambia. Ila utakapomwona mdogo wako na kuomba umwambie achane na mwanangu ili asome. Usijali. Nakuomba tu hivyo ndugu yangu. Hilo nitalifanyia kazi. Tena nitalifanyia kazi vizuri kabisa. Na hiki kibibi hiki tapambana nacho. Usijali, usione wasiwasi kabisa. Haya, wewe tena kwangu umefuata nini? Naongea na wewe, kwangu umefuata nini? Samahani ndugu yangu. Kitendo nilichokufanyia siku ile sikupendezewa. Kwa hiyo nimejifikiria, ndio maana nimekuja kukuomba msamaha. Kwa leo ndio umejua kwamba hivyo ulifanya kosa. Kama umekuja kwa nia njema, mimi sina shida na wewe. Na siku zote kosa si kosa, kosa ni kurudia kosa. Kwa hiyo kama umekuja kwa unyenyekevu kiasi hicho na una nia kweli ya kuniomba msamaha, mimi sina shida na wewe. Nimekusamehe. Sawa. Lakini leo nimekuja kukuomba kwa unyenyekevu. Naomba niwe mke mwenzako. Kwa sababu sitaweza kumwacha mume wako. Hivyo bibi, akili zako zinacheza kidogo Zinacheza umwakilini mwako. Nimekwambia mara ya kwanza, kosa si kosa, kosa ni kurudia kosa. Kwa bado unaendelea kuniuzi, sio? Mimi ninampenda mume wako na nioe. Basi mimi hapa kwangu sitaki kuwa na mke wa pili. Hicho kitu sahau katika maisha yako. Mimi siwezi nikaishi na mke mwenzangu humu ndani. Naongea hayo yote kwa sababu nampenda sana mumeo na siwezi kumwacha. Bibi, naomba usianze kunitibua. Wewe umeshaomba msamaha. Na nimekwambia kosa si kosa, kosa ni kurudia kosa. Kwa hiyo umeanza kulirudia kosa lenyewe, sio? Ninakuuliza, uko tayari niolewe na mumeo au hauko tayari? Sikiliza bibi. Nadhani wewe ni mtu mzima. Na huo umri wako ulifaa ukae nyumbani, usubiri kuletewa wajukuu na kulea. Lakini sio kuingilia kwenye familia za watu. Sasa sikiliza. Mimi hapa kwangu sitaki mke mwingine
na wala siwezi nikaishi na mwanamke mwingine humu ndani. Siwezi kukaa na mke mwenzangu. Hicho sahau katika maisha yako. Nadhani umenielewa. Mimi nataka niolewe na mume wako. Nikupasulie chungu? Nitakupasulia chungu kama hauko tayari mimi kuolewa na mume wako. Niko tayari ufe. Hivyo bibi mbona king'ang'a? Basi bibi basi. Nimekubali. Basi naomba urudishe hicho chungu kwanza. Sasa naomba tuongee kiutu uzima. Nimekubali wewe mke mwenzangu. Lakini na mimi kuna shaiti nataka nikupe. Dina na Mbwilo yuko wapi? Hawapo, wametoka. Wameenda wapi? Mama, mimi sijui. Nimemleta huyu shehe. Nataka athibitishe kuwa ninachokifanya kuwa na wadhararisha nyie au inaruhusiwa mimi kuolewa na Ochu. Haya baba, wakilisha. Ni kweli. Mama kanifuata hapa. Kanielezea kila kitu, kanielezea habari zote kanipa. Unajua labda nikutolee mfano. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa na miaka 25 na Bi Khadija alikuwa na miaka 40. Na waliweza kukubaliana wenyewe wakaoana, ndoa ikashikwa Mwenyezi Mungu. Kwa mfano huo kwa hapo inaonyesha kwamba inathibitisha bibi anafaa kuolewa na Ochu na ndoa inaswihi. Hapo hapo shehe. Uambie na wenzako kwa mimi nastahili kuolewa. Haya sasa. Wapi sasa? Ulikuwa unatamba naye sasa mke yake karudi. Kwa hiyo sasa utaolewa tena nao. Umeacha shule na mwanaume umemwacha. Mimi mwenzako niisha muomba, sasa nitakuwa mke wa pili naolewa. Wewe umekosa mtoto na maji ya moto. Hayo ni maneno yako. Umeshaachwa. Utaachwa mara ngapi? Umeshaachwa, mwenyewe karudi, nimeenda kumuomba, nimekubaliana naye mimi nitakuwa mke wa pili. Umeacha bure shule. Shule umeacha na mume sasa atakuacha. Sasa wewe umemfuata mke wa Ochu. Anayekuoa ni Ochu au mke wa Ochu? Ananioa Ochu. Yes, mke mwenzangu. Mimi mke wa pili. Wewe utakuwa tatu. Wanzomea. Yaani haya mapenzi hayana haja kuomba ruhusa. Ruhusa nipata kwa Ochu. Mimi mke wake sidili naye. Nakwambia hivi. Ochu hana habari kabisa na wewe. Na mke wake hana habari na mimi pia sina habari na wewe. Kwa taarifa zako. Unapumua Unapumua Penzi limisha kutupa. Kwenda. Nilikuwa kutafuta sana kwa muda mrefu. Yaani mzee kama wewe ni wakwenda kutembea na Ochu kujitia aibu. Hata haya uoni. Unatuzalilisha, wanakenziana unatuzalilisha. Wewe sio mtu wa kugombania mwanamume na wale watoto wadogo. Zile sio level zako. Level zako wewe wazee. Yaani hata vijana bado, yaani ni wazee. Afu najiita Shalobalo. Mimi Shalobalo bibi. Wewe sio Shalobalo, sema Shalabala. Yaani wewe ni mzee ushazeeka. Mimi nakueleza. Mimi sio mzee kwa taarifa yako. Mimi ni piskali. Nasikia wa nguvu kazi. Sasa kama yule mwanao alikwambia umfuatilie bibi, mimi sio bibi. Bibi yenu yuko nyumbani kwenu, uko na mkome kabisa. Mimi Ochu sitamwacha. Nimeanza naye zamani
na nitakuwa naye mpaka kufa. Yaani muda wako ushaisha. Muda wako sasa hivi ukaa ndani. Nishakwambia wewe kijana. Mimi muda wangu haujaisha. Muda wangu uko vile vile kama mdogo wako au mwanao. Mimi ni piskari wa nguvu kazi. Sasa kama unajichanganya wewe na mtoto wako au na mdogo wako utajijua wewe. Yaani wewe na yule mwanangu. Yaani wewe ndio utakuwa akili huna. Yaani wewe dishi lako linayumba. Kwenye mapenzi sio hakuna akili. Umenielewa? Niko bomba tu. Hauna haya. Niko bomba, sina aibu wala sina nini shogangu. Amtia aibu, niondoke. Kwaheri, nenda. Kwenda zako kujitambue. Nashukuru kwa kuitikia wito wangu. Nilikwambia tuonane leo kwa sababu ile siku kuna vitu nilikuwa sijaviweka sawa. Nadhani kuna jambo nilikuahidi. Na kuna kitu nilikwambia nataka nikwambie. Nimeshukuru kwa kunipatia kwa wewe ni mke mwenzangu. Kwa hiyo ninasema asante sana. Ninakushukuru. Mimi tumekuwa wewe na mimi ni mke na mwenzangu. Na hivi sasa twende tukamuone Ocho alipo. Kuhusu mume wangu mimi hilo sina shaka. Mimi mwenyewe nimetoka nilikotoka, nimekuja kupambania swala la mume wangu. Kuhusu mume wangu mimi najua yuko sawa na ni mzima. Ila na sharti moja. Mimi nimekubali kuwa mke mwenzangu. Ili uwe mke mwenzangu, nataka nikuue. Ha? Nataka kuniua? Wajukuu zangu pamoja na wanangu. Ndio bibi. Naomba mnirudishe nyumbani kesho. Kwa nini bibi? Nimeota ndoto mbaya sana. Na ndoto hiyo sio nzuri kwa upande wangu. Ndoto gani hiyo bibi? Nimeota kuwa tunatembea na mume mmoja na Lydia pamoja na mtoto wa huyu na mwisho wa siku Lydia ukaniua. Naomba mnipeleke kijijini haraka sana. Sasa Lydia, una maana gani kusema hivyo? Fanyeni haraka kama nilivyokuambieni. Sawa bibi yangu. Relax kwanza. Sawa, nitakupeleka. Rudia hivi, nifuatishe roho uko sawa bibi. Mwambie sema hapo hapo. Na msiba nyumbani. Aya, sema hapo hapo. Na shoot kule action. Action. Ila swala lililonileta hapa. Action. Nashukuru kwa kuitikia wito wangu. Maana nilikwambia tukutane leo kwa sababu kuna vitu vyangu ambavyo nilikuwa bado naviweka sawa kichwani kwangu. Mimi nimekubali kuwa mke. Unakubali kuwa na mimi. Anza action. Nashukuru kwa kuitikia wito wangu. Bibi, ile action tu ndo naamka sawa? Na nyie mkae kama mnamtazamia mgonjwa. Action. Yaani unakoa huko naamka haraka mtu kama mtu aliyeota. Rudia kukoa. Subiri kwanza, usio haraka. Tulia bibi, relax. Action. Bibi, ondoka. Anda kukaa pale utaona. Anda kukaa pale. Utaona sasa hivi. Simone.